By the way, Chibaba, wewe ni legend. Na ili swali ambalo nataka nikuulize linakuhusu vile vile, kwa sababu najua wewe umeujua muziki wa Bongo Flava since way back, kipindi cha magoma yanatoka kama Violet ama Matonya na nini, ulikuwa upo na ulikuwa unaona mambo ambavyo yalikuwa yakiendelea. Hivi karibuni kumekuwa trending ya mdada ambaye anadaiwa kuwa ndiye video vixen wa ule wimbo wa Violet wa Matonya. Anapitia changamoto kubwa ya maisha na nini hivyo, ameangukia kwenye ulevi na vitu vya namna hiyo. Natamani kujua kwa nini hii inatokea, labda kwa wasanii wetu ma legend. Hii haiwezekani, hakuna namna mnatengeneza labda nafasi ya kuwa mnasaidia watu ambao mlikuwa mkifanya nao kazi before, kama ikitokea hali ya namna hii? Mimi naomba tu kitu kimoja. Niliona interview ya yule dada. Mimi niseme tu anahitaji msaada wa kusaidiwa. Kamlenga Matonya amsaidie. Na mimi namwomba Matonya msaidie yule dada. Lakini yule dada hahusiki na video ya Violet, wala sio Violet. Sio yeye. Si yeye wala hahusiki na video ya Violet. Violet sisi tunamjua vizuri. Violet alikuwa anaishi Magomeni. Violet tunamjua vizuri sana. Violet sasa hivi anaishi South Africa. Chereo na Violet yupo. Anaishi South Africa, anaishi South Africa Violet. Hata leo nilikuwa na chat naye DM yangu hii hapa. Sawa. Ngoja nikuonyeshe tu moja kwa moja. Niingie kwenye uwanja. Naingia DM moja kwa moja. Mtu wa mwisho nani? Violet Jojo. Haya, huyu hapa. Hapa nafanya nini? Ulikuwa na chat naye kweli? Namleta. Huyu ndo Violet. Okay. Na hata nikikuonyesha picha yake moja tu utaelewa. Huyu na okay. Kwa hiyo anaishi South Africa. Wanafanana, hata kufanana. Tusipende kusingizia hivi vitu. Kuwaweka watu kwenye sintofahamu ya kwamba labda wazazi watashindwa kuruhusu watoto wao kufanya video na sisi. Wazazi watashindwa kuruhusu watoto wao kuingia kwenye sanaa. Itakuja kuonekana sanaa ni uhuni. Itakuja kuonekana sanaa haimsaidii mtu, sababu baadaye mtu anakuja kuwa mlevi, anakuja kuwa anakula labda unga, anavuta mabangi na nini. Sanaa iko hivyo. Watu wanasaidia familia zao. Jamani, watu wanasaidia familia zao. Kwa yeye angeomba tu msaada. Si kusema alihusika kwenye video ya Violet. Violet yupo. Watu walishachonga sana. Eti Violet simpati tena. Na kuongea uzushi bwana. Kwa kuona mambo yetu yananyoka. Hata kiss na hug sipati. Huyo Matonya. Violet yupo, yuko South Africa. Ana maisha yake. Ameolewa na ana watoto. Yuko vizuri. Sasa kwa nini mtu ujitokeze useme wewe ndio Violet kwenye video ulifanya hivi? Ujui pale unapotosha watu wengi. Kuna watu wanaamini wasanii wasaidiane. Wasanii wasaidii. Mwisho wa siku picha mnaileta tofauti kabisa kwa tasnia yetu sisi ya sanaa. Ma video vixen watagoma kufanya video. Wakiamini baadaye msanii katoka sawa, lakini atoi msaada wote, kumbe si kweli. Mimi niombe tu, niyo ni dada yetu, ameomba msaada, watu wamsaidie. Matonya yupo aliyemlenga, Matonya msaidie yule dada. Kama ana shida zake binafsi msaidie. Lakini swali lako ni kwamba na mimi nakujibu, si Violet. Si Violet. Si Violet. Violet wa Matonya sio yeye. Vai watu namjua vizuri sana. Sio hivyo tu, kwanza iwe yani iwe onyo sasa hivi kwa watu wanaotaka kutumia majina ya watu kwa sababu ya kuchafua tasnia. Sababu ile ni uchafuzi wa tasnia. Msanii anaweza kukuchukulia tu alafu ikaja kuleta shida sana. Kwa sababu wewe sio mhusika, acha mhusika azungumze. Ushaelewa? Hasa mfano pale ameaminisha watu wangapi? Kombe ndo Violet. Sawa, una shida, tukatai, kusaidiana kupo, kila mtu ana moyo wa kusaidia, huo upo, lakini napokuja swala la kutumia jina la mtu kushusha brand ya wimbo wa mtu, yani kwamba kumbe huyu ndiye alikuwaga fulani, mbona leo kachoka hivi, yuko hivi, hapana. Unahitaji msaada, zungumzia msaada, watu watakusaidia. Mlenge mtu, sema tu bana, hata ukifanya interview sema bana, mimi naitwa fulani, naomba msaada, msanii fulani anisaidie, sina pa kukaa, sina pa kuishi. Msanii yeye mwenyewe
Mfano kuna yule dada ambaye mlimfanyia interview Dvoice. Umeona alivyolenga kwamba mimi na Dvoice zamani. Mimi na Dvoice zamani. Sio niliwahi kufanya kazi na Dvoice. Unapozungumzia kazi, ni kazi ilikuwa kubwa, imeleta heshima. Kuna watu wangapi watakuvuta wewe picha yako kusema kwamba ndio Vaileti. Unakachoka hivyo jamani. Unakawa hivi. Kumbe mtu akifanya video na mtu anapotea kabisa, yani anakuwa hivi. Tusiishi huko. Unahitaji msaada, omba msaada. Kwa sababu hakuna shida yoyote zaidi sisi, hata mimi mwenyewe hapa na mapungufu yangu kama binadamu, mimi mwenyewe nahitaji msaada. Mimi mwenyewe nahitaji msaada. Ushaelewa? Huwa naomba msaada pia, nasaidiwa, ushaelewa? Lakini situmii jina la mtu, situmii kivuli cha mtu kwa sababu ya kuomba msaada. Haileti picha nzuri, kwa sababu watu wamepambana kutengeneza magoma makali, video kali. Video Vixen ni mkali, kafanya kazi yake, amemaliza. Yule hajaingia kwenye hatua ile pale. Kwa hiyo yule sio Vaileti. Hilo tu niwaambie. Hilo tu. Hilo mjue kabisa. Na niongee kabisa. Tokea binti kiziwi na yeye anakutafuta au anatokea anafanya kitu kama kile, itakuwaje afu ukute sio yeye? Binti kiziwi pia yupo. Anaendelea vizuri. Alikuwa amesafiri, alipataga matatizo, yalishaisha, yuko hapa. Na binti kiziwi alifanya video na Zedianto. Na yupo vizuri tu binti kiziwi, anaishi vizuri na maisha yake hapo. Usitumie jina la mtu, au tuseme Bubu ambaye aliigiza kwenye Mpenzi Bubu. Yule ni dada ambaye mimi namheshimu na alikuwa dada yangu kabisa. Alijitolea kufanya video. Ana maisha yake, sijui anaendeleaje, mimi sijui sababu ni muda mrefu sana. Lakini namjua. Kwa hiyo hata kama angejitokeza yeye ningesema unamfahamu. Ni yeye nifanye kazi, sio aje mtu ajipandikize aseme yeye ndio alikuwa Mpenzi Bubu. Haileti maana. Katoka kwenye Bubu ndio akashuti video ya Professor J. Ushaelewa? Kwa hiyo mimi dada yangu Immaculata namkubali mpaka leo, saruti sana kwa sababu alinisupport. Mimi ndio nimetoka Mwanza. Lakini alijitolea, mrembo kama ule akashoot kwenye video yangu. Respect sana kwa Immaculata. Baba, kati ya swali ambalo nilimuuliza ni kwamba alilipo kiasi gani kwenye hiyo video, akasema kwamba kwa zamani ilikuwa ukionekana tu kwenye video inakuwa ni unajiproud, unaona ni kitu kikubwa, ulikuwa hakuna kulipana. Ni kweli kwenye hiyo engo aliyozungumzia? Si kweli, kwa sababu video watu wanahisi malipo ni fedha. Kuna kitu kinaitwa maandalizi ya Video Vixen. Kuna kumwandaa mtu, kuna mavazi, mtu kuwa main kwenye video, sio supporter, main kwenye video. Anatakiwa vae vizuri, apendeze vizuri na posho apate. Ndio maana ya main. Hata supporter pia analipwa. Sasa kama yeye amezungumzia kusikia story, ndio kakosea. Mngemuuliza alishawahi kufanya video gani ili muplay video yake awaambie mimi ni huyu hapa. Ushaelewa sasa? Awaambie alishawahi kufanya video gani, alafu mna play ile video yake kujua alifanya, alafu alifanya na nani na ilitokea nini kwake yeye. Usizungumzie kuhusu maisha ya, yani unajua hii sanaa ni ajira ya watu wengi, unajua. Tusipotoshe jamii kuipoteza ajira yetu. Kwa ni muombe tu, alichoongea kaongea, angeonyesha video yake. Mimi na imani kwamba anahitaji support. Kasema alikuwa na Matonya mtamtafuta, atazungumza namna ya kuweza tu kumsaidia. Mimi niseme tu, Matonya popote ulipo, ukija hebu muone Vaileti Part 2, angalia namna ya kumsupport na kumsaidia. Akihitaji msaada wa msanii mwingine tena atakayemtaja, atahusika. Hata akinitaja mimi, nitahusika pia. Lakini atamke yeye mwenyewe. Lakini jina la mtu, kazi ya mtu tuiheshimu.